mchezo wa ligi. Unaona Simba Sport Club leo akishinda katika mchezo huu ambao ni wa ligi kuu. Kwa leo kuna mechi? Mchezo wa Simba dhidi ya Singida ligi kuu. Leo? Saa ngapi? Saa 10 KFC. Unajua mimi unajua nini? Singida anacheza Tunabeba FC. Kwamba Singida Black Stars wanacheza na timu inaitwa Tunabeba FC. Tunabeba ni nyingi kulipo short. Sasa Tunabeba wale ndio mimi najua mechi yao ndio leo na Singida. Sasa unajua umetaja ngome nishtua kidogo, mimi najua Simba na Kapolini. Ndio mimi nikaogopa kidogo. Simba anacheza. Kwa hiyo mechi ya leo Tunabeba FC dhidi ya Singida Black Stars wako KMC. Naifahamu hiyo. Karibu ndugu yangu. Leta bana. Bana, kwenye mchezo wa leo pia wa Simba Sport Club dhidi ya Singida Black Stars, marefa ni wale ambao wa ligi yetu hapa. Je, unaona mchezo huo ukitendeshwa haki na waamuzi wetu wa ligi kuu hapa? Na hiyo ndio kesi kubwa sana imekuwa. Kesi kubwa kwa maana Simba ametoka kishirikisho. Au sio? Muamuzi wamemuona. Hebu tujifunze. Waamuzi hao tu ambao kuna matokeo yao, hebu tuachane nao. Hii ndio athari za kitu kimataifa, tunapata shida. Kama game leo inapigwa, muamuzi wakati yupo, apewe mamlaka yake. Asipelekeshwe na mamlaka ya watu. Kama tunamwona huyu muamuzi ndio muamuzi, tumemwamini, hii game akacheze. Simba leo atoboi. Kwa Simba leo atoboi kwa Singida? Atoboi. Kwa sababu kwanza vitu viwili. Nilikuwa namsikia Ahmed Ali akizungumza kwamba Simba haijafanya mazoezi. Nilimsikia yeye akizungumza hiyo kauli. Sasa wametoka shirikisho. Hakufanya mazoezi. Kwa hiyo kama kufanya mazoezi, anaenda kufanya nini? Kwa sababu atakuwa na injuries atakuwa pale, anakuwa na fatigue pale, atakuwa vitu na mchovu. Umeelewa? Kwa hiyo kama atakuwa muamuzi ametumia mamlaka yake sahihi kuchezesha mpira kwa haki, Simba atoboi kwa madhaifu hayo. Kwa sababu Singida alikuwa na muda mwingi wa kujiandaa. Singida amecheza mechi ya kirafiki na Young Africans. Katupiga 3. Ili ndio ile ndani ile. Ndani kwa ndani uliona ya KMC ile. Tumekula chuma 3 sisi hapa. Kwa hiyo anajua nini anakihitaji kwa mchezo mkubwa wa Simba. Kwa hiyo kama madhaifu yataonekana na Singida wakayatumia, wakayafanya kazi ipasavyo na muamuzi akasimama kwenye sehemu sahihi, mechi itakuwa nzuri sana. Mimi napa ushindi Singida kwa staili hiyo. Sioni Simba yenye kufurukuta katika eneo kama hilo. Na hii nakwambia katika mechi ya leo Tunabeba FC na Singida, penalty ipo na kadi nyekundu ipo. Kwamba penalty ipo na kadi nyekundu ipo kwa Singida. Lazima. Na atakayepewa kadi ni mtu muhimu sana kasema, kama alipoka Goma kule nani? Kule Zanzibar. Sasa hapo red inatokea wapi? Inatokea Simba au? Inatoka kwa Singida. Kwa sababu Singida atakuwa bora, una ubora mkubwa. Umeelewa? Simba hana ubora ule. Kwa ili kuidhoofisha Singida lazima kadi nyekundu ipatikane. Ili Simba wa flow vizuri kwenye kutafuta matokeo. Dakika zitakuwa nyingi, watatoa ubingwa matokeo mengi ili mradi ashinde, kwa sababu unafahamu ana mechi 2 na Singida. Ana mechi na mechi ya hiyo. Sasa sijajua hiyo ya CRDB kama itapigwa. Lakini kuna hatiana sio, kuna timu ya taifa sio gani? Tunataka ipigwe hiyo hapo. Hawezi Singida kuwa mechi 2 ya kuachie. Kwa hiyo Simba kama atafuluku hapa, akapata sare, akapigwa hapa na kule kuna kombe, tunamsubiri finali, tunamsubiri finali ya CRDB. Kazi yanashe. Michezo extra tuna kazi kubwa sana kufanya nchini kwa waamuzi. Waamuzi wetu wamekuwa ni waamuzi ambao wanashindwa kusimamia sheria za mchezo. Kwanza bodi ya ligi ambayo kuna chama cha waamuzi kile. Chama cha waamuzi kwanza kikubali kujisimamia chenyewe. Chama cha waamuzi kikubali kujisimamia chenyewe kwa masharti yao na sheria zao za mchezo. Wakiingiza swala la TFF, bodi ya ligi, liwaamulie ndani, haya ndo madhara yamejitokeza wakati mwingine. Kwa sababu walioko bodi ya ligi ndio hao wenye Simba zao, hao ndio Yanga yao, hao ndio Singida yao, hao ndio nani hiyo. Kwa hiyo mimi natetea zaidi chama cha waamuzi wasimame na sheria zao, wasimame na mafunzo yao. Waamuzi waende uwanjani wakiwa wanajua wanafanya gani. Na watu wa hukumu waamuzi hao, wewe chama cha waamuzi wenyewe kisimamie hilo swala. Kwa hiyo waamuzi ndio kesi kubwa sana hapa. Maoni yangu, bodi ya ligi isimame kwenye ligi yake.